Primary School kutoka Dar es Salaam tutapata mwakilishi. Umoja wa Wakiwoso tutapata mwakilishi. Wanakindi waishio Dar es Salaam tutapata wawakilishi. Lakini pia Sister Serapia kwa niaba ya wajomba hata kosa neno la pole kwa familia. Nilikuwa nafikiri wakati nataja hivi watu wameshaanza kuja huku ili nipate microphone. Naomba MC Makoe niwe wa kwanza. Wapendwa familia ya Kenamboya, tumsifu Yesu Kristo. Nichukue nafasi hii kwa niaba ya washereheshaji Arusha na mkoa wetu wa Kilimanjaro kuwapa pole familia ya Mzee Mboya kwa kuondokewa na baba yao mpendwa Matei. Tunaahidi kwamba tuko pamoja kwa sala kuwaombea ili haya makuu waweze kuyapokea kwa imani kuu. Apumzike kwa amani. Amina. Basi wale ndio wataja waendelee kuja kama Sister Mary anapokuja ili muweze kupeana microphone kwa ufupi. Mpendwa sana baba padri, mpendwa mama mjane pamoja na watoto pamoja na ukoo wote wa Mboya na Sister Lolita Makidemi, kwa niaba ya mama mkuu wa shirika la kazi ya Roho Mtakatifu tunatoa pole nyingi kwenu. Tunajua ni msiba mkubwa kuondokewa na baba. Basi wametoa pole nyingi na tunaendelea kuwaombea. Roho ya marehemu baba Matthew ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Amina. Baba padri, masista, familia na wengineo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya taasisi ya elimu shule ya Anazaki kutoka Dar es Salaam, tunaungana nanyi katika kipindi hiki kigumu kwa kumpoteza baba yetu. Tuko pamoja nanyi, poleni sana wanafamilia, ndugu jamaa na marafiki. Tuko hapa kwa ajili ya niaba ya mfanyakazi mwenzetu ambaye ni mtoto wa marehemu Budila Matthew, na kwa utaratibu tumeshafanya kama taasisi. Mungu awatangulie. Familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya kamati tendaji ya parokia Takatifu Antonio Padre wa Kindi, tunapenda sana kutoa pole nyingi sana kwa baba yetu aliyefariki ambaye ni familia ya Wamboro. Kwanza kabisa tunampa pole mama yetu mke wa marehemu, pole pamoja na watoto. Tutambua kabisa familia hii mwenyekiti wa parokia ndiye aliyefiwa na kaka yake. Basi tunasema pole nyingi ziwaendee, parokia iko pamoja na nyie. Kipindi cha majonzi tunasema tunampoteza baba, bali baba yuko mbinguni ameenda kutuombea. Kwa hiyo siku moja tutaenda kukutana naye. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Nimesimama hapa kwa niaba ya wanakindi waishio Dar es Salaam ambapo tuna umoja, na katika huo umoja tuko na binti wa marehemu Budila Matthew Mboya. Budila wanajikundi na kupa pole sana, wanawaombea familia, Mungu awatie nguvu katika kipindi hiki cha kumpoteza baba yenu. Taratibu zote tumezifuata katika umoja wetu na tumeshamuona Budila. Raha ya milele umpe Bwana. Baba yetu apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Mheshimiwa baba padri, waheshimiwa sana masista, viongozi wote wa dini, kwaya na ndugu zangu waombolezaji wote walioko mahali hapa. Nimesimama mbele yenu kwa niaba ya Majengo Group. Majengo ya kutoka kule Arusha, wanapata Moshi pia kuna majengo, lakini sisi tumetoka Majengo kule Arusha. Tuna kikundi ambapo tunashirikiana na mtoto wa marehemu ndugu yetu Prosper Mboya ambaye yupo mbele yetu hapa. Ndugu yetu Prosper Mboya, pole sana, tuko pamoja na wewe. Tumesikitika sana na msiba wa baba yetu,
maana tumekaa na kijana wetu zaidi ya miaka 20 sasa tukiwa pamoja. Kwa hivyo baba yake ni kama baba yetu. Kwa hiyo tumepata msiba huu wote kwa pamoja, na tupo kama tunashirikiana kutoka Arusha na wafanyakazi wenzako wote, tuko pamoja ndugu yetu Prosper kwa ajili ya kumsindikiza baba yetu kwenye siku yake ya mwisho. Lakini taratibu zote za kikundi tumeshazifanya na tutakuona muda huu hapa tulipo sasa hivi. Baba yetu apate raha milele. Amen. Pumzike kwa amani. Amen. Poleni sana wapendwa. Asante sana. Mheshimiwa Baba Paroko, frateri, wapendwa masista, mpendwa mama mjane, ana kwamba mama yake marehemu Matei Aloisi ametoka kule kwetu, ndio maana tuko hapa, ni sisi ni wajomba katika nyumba hii. Basi wajomba, tunasema poleni sana, tuko pamoja nanyi, hatutawaacha. Cha maana na cha muhimu ni kama Baba Paroko aliposema kwamba tumuombee, tusiache kumwombea. Hicho ndio cha maana na cha muhimu sana. Basi baada ya kusema hayo, niseme tena poleni sana. Roho ya marehemu mjomba Matei ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Amina. Asanteni. Ikiwa itifaki imezingatiwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mimi naitwa Winnie, ni jirani na rafiki wa Budila, lakini pia tunashirikiana vyema pamoja na dada zake. Hivyo niko hapa kuwapa pole wote, familia nzima. Tunawapa pole na pia tunawaombea nguvu na mzidi kupokea jambo hili kwa imani. Unajua kwamba kuondokewa na baba sio kitu kirahisi sana, ni mzazi. Lakini sisi ni Wakristo, ni wana wa Mungu, tunafundishwa kuwa na imani na matumaini. Tupokee jambo hili kwa imani kubwa ya kwamba baba yetu hatujampoteza, ila ametangulia, nasi pia tutamfuata, lakini tumuombee kwa sababu yeye sasa hivi anatutegemea sisi. Naye akipata nafasi ya pekee kukaa karibu na Mungu, naye anatuombea sisi. Pole sana. Wapendwa waombolezaji, mabibi na mabwana, Mungu ni mwema na kila wakati. Naomba nisimame hapa kwa niaba ya umoja wa Wakiwoso. Umoja wa Wakiwoso ni kundi kubwa ambalo linakuwa katika kata zetu 6 zinazounda tarafa ya Kibosho, kuanzia huku Kindi, Kibosho Magharibi, Kibosho Mashariki, Okaoni, Kibosho Kati na Kibosho Kirima. Uongozi wa umoja huu chini ya usimamizi wa mwenyekiti ndugu Sylvester Mmasi, lakini pia chini ya waandamizi wake ndugu George Kimboka na Jabiri Mushi, wanawapa pole sana wana umoja walioondokewa na mzazi wao. Na wana umoja hawa ni ndugu Dina na ndugu Susan. Naomba pale walipo, kama hawatajali pamoja na uchovu, waweze kusimama juu tuweze kuwaona pia. Basi viongozi wa umoja wanawapa pole sana, kwani mnapoondokewa na mzazi, ni mzazi wa wana umoja wote ndani ya kata zetu 6. Na uongozi baada ya kupata taarifa hizi walitupa taarifa, na tuliweza kukaa na kufanya mchango wa shilingi milioni 4,500,000 ambazo tumewaletea wana umoja kwa wepesi katika familia ili kufanikisha maziko ya baba yao mpendwa mzee Matei. Wito kutoka kwa viongozi wa Kiwoso wanawashauri wa Kiwoso wote tujiunge kwenye haya makundi. Umoja huu umeenea kata zote na kila kata ina viongozi, lakini viongozi wakuu ni hawa ambao wako chini ya wasimamizi wa mwenyekiti ndugu Sylvester Mmasi. Wito wanasema mtu anapofariki na kuanza kuchukua daftari kuchanga hela, wanasema hizo ni taratibu ambazo zilipendwa enzi hizo. Taratibu za siku hizi ni za kidijitali. Tunawasiliana kwa mawasiliano mepesi kwa njia ya simu,
na baada ya kuwasiliana kwa muda mfupi tu, basi michango inatolewa, alafu mtu anazikwa vizuri kadiri ambavyo inakubalika kikanisa na kifamilia. Basi baada ya matangazo haya niseme kwamba huku Kindi tayari kuna makundi matatu. Kundi A limejaa, lina watu 500. Kundi B lina watu lakini halijafika watu 500 na lina nafasi chache, na kujiunga na kundi B ni shilingi za Tanzania 30,000 tu. Lakini kundi C ni kundi jipya ambalo pia lina watu lakini halijajaa. Kujiunga na kundi hili ni shilingi 10,000 tu za Tanzania. Kwa hiyo nichukue nafasi hii niwasihi watu wa Kindi na watu wa kata za jirani, kabla hamjaondoka hapa, wanaotamani kujiunga na huu moja, basi mkiniona MC Makoi naweza nikawaunganisha moja kwa moja. Umetamani kundi B shilingi ngapi? 30,000. Umetamani kundi C shilingi ngapi? Shilingi 10,000. Kwa hiyo kabla sijaondoka hapa saa 11:30, ukiniona na nyekundu yako moja, unaunganishwa na unakuwa live katika umoja wa Kibosho. Mungu ni mwema. Apumzike kwa amani. Basi namshukuru sana MC, lakini naona kiongozi wetu wa mtaa, unaona serikali iko macho, nataka iseme neno. Tumsifu Yesu Kristo. Nasimama hapa kwa niaba ya kitongoji cha Kisooni. Rambi yetu tutampa mama muda sio mrefu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana kiongozi, na ni mwana waka pia. Na amevaa waka. Mwanaume Mkatoliki. Asante sana baba. Basi tunashukuru sana. Basi ndugu zangu wapendwa, kwanza MC nakushukuru sana kwa kuongoza zoezi hilo la kutoa salamu za rambirambi vizuri. Nimefurahi sana. Tangulia kwa ya Mungu mbinguni, wanastarehe, wanatuombea sisi. Dada hongera sana. Unajua teolojia sana. Basi Mungu akubariki. Na wale wengine. Kuna mmoja alisema baba amepotea nikaogopa. Dada akaja akaweka mambo sawa. Haja potea mzee wetu. Hata sisi tunaenda kufanyaje? Ndunde tunaenda kuficha. Ukiwa na like yako ukificha mahali imepotea. Ndunde lika, ngilika, kuficha. Si ndio Naenda kuficha mahali kwa hiyo hajapotea baba yetu. Kwa hiyo na familia yangu ina moyo huo. Kwa namna pekee mama mzazi, mke wa marehemu, mama pole sana. Na kama nilivyosema msiba huu wa Namboya umebeba watu wengi. Kwa kweli tukitaja mmoja hapa hatutamaliza. Watu ambao kwa kweli wamekuwa ni sehemu kubwa sana ya maendeleo ya parokia yetu. Kwenye familia kuna mwenyekiti wa parokia. Kwenye familia kina Evaristi Soka sasa bado mwenyekiti wa ujenzi, kuna ile kanisa kila mtu anashangaa kina Evaristi wanasimamia wale watu wa Dar es Salaam. Wanatuletea mahela, sio wazungu, sio tunaka wazungu wote, tuna wazungu weusi wenye hela zao. Kwenye Evaristi asante na poleni sana. Na kina Life ukuta ambao ameniambia pia mama yake mzazi ametupia kwa kina Life wazungu wanaotembea barabarani. Sasa tuendaki tena Ulaya siku hizi. Tutaka wazungu wako hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana na familia. Kwa kweli nikisema niwataje kwa nafasi yenu ni wengi. Wengi, kina Sister Serapia, karibia ataitwa Dr. Ameshaitwa Dr. Sasa na sister, kwa hiyo unapaka daktari sister. Kwa wala sio daktari sio ndio unaumwa kichwa ni daktari wa falsafa. Wani daktari amesoma mpaka kaambia ni daktari. Amesoma mpaka kaambia ni nani? Kwa hiyo mimi natembea kifua mbele, mimi ni paroko mwenye sister daktari. Maparoko wengi na wapita. Kwa hiyo sister, hongera sana, umetupambania, umetupa heshima. Asante sana. Kwa kweli mtu mambo yako. Kwa daktari, madaktari mlioko hapo mtashuhudia. Unaulizwa maswali na wazee wenye vipara mpaka hapa. Wanakuuliza unajibu vimenyooka. Ukipindisha tu kaenda nyumbani. Kwa hiyo sister ameteteuka, amekuja ni daktari. Ni mimi ni paroko wake. Lakini sio daktari. Sio daktari. Kwa hiyo ananipa kasifa fulani hivi. Mtoto wako akiwa vizuri naye baba unakuwa vizuri. Mimi binti yangu ni daktari, mimi babake na daktari. Kwa hiyo sasa asante sana. Na wengine jamani asanteni. Poleni sana. Mungu aendelee kuwatia moyo. Muendelee kulipokea ile kwa imani kubwa kama dada yetu ule wa mwisho alivyozungumza vizuri. Msange kunyang'anya maiki ningemaliza. Hapo nazungumza vizuri. Asante sana. Basi tunajiandaa ndugu zangu wapendwa kwenda
kumpumzisha baba yetu kwenye nyumba yake ya muda, baadaye atafufuliwa, ataingia mbinguni, atapewa mwili wa utukufu, tunaamini kwa sala zetu. Na kwa namna pekee sasa naomba niongee kitu ambacho ni nje hapa. Kesho basi misa itaanza saa 4 kamili na tutakuwa na matukio makubwa matatu kwenye parokia yetu. Tukio la kwanza ni hilo la ni sister wetu ameweka nadhiri za daima, Sister Ntusa Mboya. Kama yuko hapa nadhani lazima atakuwepo Sister Ntusa, au ameenda ku mafungo labda anajinoa kwa ajili ya kesho, ili tukimwona tumuone ni mpya, tusimzoe sana. Kesho basi atakuwa na misa yake ya shukrani pale parokiani. Waumini wote naomba tufike na wageni ambao mko hapa. Lakini pia kesho tutashuhudia ndoa. Ndugu zetu wanafunga ndoa zaidi ya pea 12. Bisa tunafanya utume msituone hivi. Tuna ndoa zaidi ya 12. Kwa hiyo watu watavalishana pete zaidi ya 12. Kesho mambo ni mazuri. Mpaka inabidi tuame ukumbi tumamia kule juu. Mtaona wenyewe mkifika. Alafu pia kesho tutasherehekea ile sherehe yetu ya Mtakatifu Antoni wa Padua ambao tulishinda kusherehekea tarehe 13 mwezi wa 7 kwa sababu tulikuwa tunapokea msalaba wa sinodi. Kwa hiyo kesho tunasherehekea. Na waalika wote jamani. Wote kabisa mlioko hapa kesho tuje pale parokiani. Mashaba ni ya kutosha. Mashaba ni ya kutosha na vingine vingi na kadhalika. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa karibuni sana, hasa wale wageni. Waumini wa hapa wana taarifa nzuri. Wale wageni jamani tunawakaribisha sana ambao wametoka mikoani, kesho mfiki. Naomba sasa nisali sala ya buriani. Alafu baada ya sala ya buriani tutatoa nafasi kwa wachache. Wiki ameshatoa, tutatoa nafasi kwa wachache watoe heshima za mwisho. Leo tunatamani mpaka kwenye saa 10 tuwe tumeshamaliza, au saa 10:15 hivi tumalize kuzika. Basi naomba wale wanao tusimame, wale wanaoweza, kama unaweza kusimama naomba usimame. Leo tunamsindikiza ndugu yetu mpendwa Matthew Alois Mboya katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya duniani na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunauweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika furaha ya milele. Twakuomba ee Bwana umpokee huyu ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako milele na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Raha ya milele umpe ee Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina. Basi naomba tukae kidogo kwa ajili ya wale ambao hawajaweza kutoa heshima za mwisho mwanzoni. MC tunaomba utuongoze. Basi wapendwa, naomba niwaalike sasa wale ambao mjatoa heshima za mwisho, mjiongee kuja kutoa heshima za mwisho. Unapokuja kutoa heshima za mwisho, kitu cha kwanza kuona ni chombo kwa ajili ya kumwombea baba misa. Ukiwa na kitu kidogo, weka mahali pale. Cha pili ni picha ya baba. Cha tatu ni jeneza. Unazunguka jeneza hili polepole taratibu upande wa kushoto, unarudia huu upande wa kulia, mahali ambako utaona uso wa baba vizuri na kumwombea huruma ya Mungu ukisema baba yetu Matei, pumzika kwa amani. Alafu unaendelea na shughuli nyingine. Tumepewa dakika za pata 3, lakini padri amesema zikiwa 5 ni sawa, lakini zikizidi ni udhia na makwazo. Tumsifu Yesu Kristo. Umeshatoa heshima za mwisho, naomba usirudie tena. Watu wakili na silizote nao wamiko na wake huu. Mungisio? Wala ambao ungetoa heshima za mwisho, sasa nilikuwa nafikiri nikimaliza kuongea namna hiyo mmeshasimama ili kunyongea huko mbele kwa ajili ya kuokoa muda. Kwa hiyo karibuni tukatoa heshima za mwisho kwa wepesi kidogo, kwa haraka kidogo, lakini salama. Wanakwaya, karibuni kwa faraja zenu. Tutafakari kwa kina maisha ya
Basi waombolezaji, tuongeze mwendo kidogo. Njia pekee ya kushinda ya ulimwengu ni kuyakabidhi maisha yetu kwa Kristo. Tudumu katika sala na kuyapuuzia mambo ya ulimwengu, kwani yanapita. Tutafakari kwa kina, maisha haya tuishio ni ya kupita. Tutafakari kwa kina, maisha haya tuishio ni ya kupita. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo, wapaswa kuyatamani maisha ya mbinguni, kwani haya ndiyo ya milele. Dunia hii tutaiacha na vyote tulivyo navyo, wapaswa. Watoto wa marehemu pamoja na wenzi wenu, John na mama, kwa maandalizi ya kufunika mwili wa baba. Watoto wa marehemu na wenzi wenu, John na mama, kwa maandalizi ya kufunika mwili wa baba. Maisha ya mbinguni yanapatikana kwa kutenda mema. Wenyewe hatuwezi bila msaada wake Yesu Kristo. Tujinyenyekeze, tumuombe Mungu atusimamie tusijeanguka katika dhambi. Ndugu wa marehemu, ongozaneni na hawa watoto wenu kwa ajili ya tathmini ya kufunika huo mwili. Ndugu wa marehemu, hasa wale wa kiume, sogeni kwa wepesi kidogo, mshirikiane na watoto wa marehemu kufunika mwili wa baba. Basi mtafunua tu jeneza, alafu mama atafunika mwili wake, achia na watoto wake, alafu mtafunika. Kitu nakipenda sana mama kumfunika mume wake. Alimfunika toka wameoana mpaka anamfunika leo kwenda kwa Mungu. Na naomba na wengine mfanye hivyo Na wengine unalala huku, mume wako analala kule. Na anamfunika. Kae pamoja jamani. Anaomba sasa mama mfunike mume wako. Mama. Kwa bibi zake mumwelekeze taratibu, mama mfunike mume wake. Nguo nyeupe inafunika uso vizuri wa baba. Hiyo. Naomba hilo leo ndio desturi ya kila mahali. Mke amfunike mume na mume amfunike mke. Paka mwingie kaburi. Sasa naomba, nashukuru sana, naomba wale ndugu wa kiume msaidie kufunika ile jeneza. Sasa tumpeleke ndugu yetu mpendwa Matthew Alois Mboya makaburini. Tunatumaini kwamba tutakutana katika uzima ujao. MC, tunaomba uchukue taratibu. Basi wapendwa, kaburini ni mahali kwa finyu sana, na kutokana na ufinyu huo tutakwenda wachache kwa uwakilishi. Tutamwalika kiongozi wa jumuiya mahalia atuongoze kwa msalaba wa jumuiya. Msalaba ulioambatana na jeneza, naomba mteule katika familia ubebe. Picha ya baba ibebwe. Familia haya mashada mkiyabeba mikononi ni sehemu ya kuendelea kumpamba baba.
tutashirikiana na marafiki zenu na familia wengine waliokaa kule. Alafu tutaalika vijana ndani ya familia na marafiki zao watusaidie kuja kubeba hili jeneza. Msalaba wa jumuiya utangulie mbele. Msalaba wa mbao uliobebwa na glass ufuate nyuma. Picha ya baba ifuate. Mashada yafuate. Nikisema hivyo maana yake mnaelekea upande wa kule kaburini. Mashada sasa yafuate. Vijana subirini kwanza kidogo. Wanakwaya sasa mtatuongoza kwa wimbo unaofaa wakati tukiupeleka mwili wa marehemu. Familia, anzeni mwendo. Anzeni mwendo ili mpishe jeneza sasa lije nyuma yenu. Basi wakati analifika kaburini, naomba wanaweza kusimama, tusimame kama ishara ya heshima kwa ndugu yetu. Amina. Na wanakwaya kaburini kwa wingi. Tuombe. Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde. Nawe ndugu yetu mpendwa Matthew Aloisi Mboya, ambaye mwili wake utazikwa humu, afurahi kwako milele yote, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tumuombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao,
uzipokee kazi zao njema. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu huyu. Bwana, watulize wote waliofiwa. Tunakuomba utusikie. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Tunakuomba utusikie. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunakuomba utujalie sisi na ndugu zetu marehemu kufika katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mwenyezi Mungu amependa kumwita kwake huyu ndugu yetu mpendwa Matthew Aloisi Mboya toka uzima huu. Tunauweka mwili wake udongoni urudie ulikotoka. Kristo amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake ufue siku ya mwisho. Tunawategemea mafundi na vijana wa familia kuushusha mwili baba yetu mpendwa Mateo. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu na kumwambia nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, na kumwambia nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Ufuate mfano makosa yake aliyotenda. Nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu. Nitaondoka.
tufuate mfano wa Mtakatifu Petro alivyofahamu makosa yake aliyotenda. Matthew, katika maji ulibatizwa. Mwenyezi Mungu akamilishe ndani mwako alianzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa ni hekalu la Roho Mtakatifu. Tunamwomba Mungu akupe furaha ya milele. Matthew, wewe ni mavumbi, utarudia kuwa mavumbi, lakini Bwana Mungu atakufufua siku ya mwisho. Basi baada ya padri tutawalika wachache watakao tuwakilisha sisi tulio wengi. Bahati mbaya umejiandaa kuitwa, kama sitakuita utuwe radhi, kwani uwepo wako katika familia hii unapaswa ujihesabu umemsindikiza baba kwa udongo. Basi tutamwalika frater, tayari ameshaweka. Tuwalike wawakilishi wa masista bila kumsahau Sister Julita, Sister Serapia na wale wawakilishi wa masista wengine, wawakilishi wa wakuu wa shirika. Mjane wa marehemu mama yetu Margareta akikongojwa na wake wenza wachache, watoto wa kiume na wenza wao wakiongozwa na Conrad na Prosper pamoja na wenza wao, watoto wa kike na wenza wao. Hao wataongozwa na Candida, Dina, Budila, Suzi pamoja na wenza wao. Ndugu wa marehemu hawa wako wengi, lakini tutaomba wataongozwa au kuwakilishwa na Coleman na Konstantini pamoja na wenza wao, wakati dada zake marehemu wataongozwa au kuwakilishwa na Elizabeth pamoja na wenza wao. Wajukuu wachache mlioko karibu na eneo la kaburi, tunaomba pia mweze kumsindikiza babu kwa udongo. Wakwe na mashemeji wa marehemu, familia ya kina Kimaro, tupate wachache watakaowakilisha wakwe na mashemeji wa marehemu. Viongozi wa jumuiya mahalia, naomba wawakilishe wanajumuiya wengine, lakini pia wawakilishe majirani wa eneo hili. Waratibu wa maziko haya hapa nyumbani na kule mikoani, kwa niaba ya waratibu, basi wapate nafasi pia kumsindikiza baba kwa udongo. Baba wa ubatizo au mwakilishi, wasimamizi wa ndoa au wawakilishi, na watoto waliobahatika kusimamia ubatizo na baba, lakini pia na wale waliobahatika kusimamiwa ndoa na baba yetu mpendwa na mama yetu Margaret, wapate nafasi pia kumsindikiza baba kwa udongo. Wachache hao naomba sote turidhie wanatuwakilisha kuweka udongo. Basi haya mashahada yote tunaomba yawekwe nyuma ya padri, ili muda utakapotimu tualike watu kuja kuyaweka katika kaburi la baba. Basi tualike nguvu kazi na mafundi watusaidie kufunika kaburi ili tuweze kulipamba kabla tujatawanyika hapa. Wakati shughuli hii inafanyika, wanakwaya karibuni, tuendelee kufarijiana.
Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha yetu hapa duniani mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa lini. Roho yako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu, tufike salama katika ufalme wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Amina. Matthew, waandikwe ishara ya Kristo mkombozi wetu aliyokuokoa kwa ishara ya msalaba, upumzike kwa amani. Amina. Wapendwa, padri amesimika msalaba na tizama sasa anajiandaa kwenda kulipamba kaburi, na tunaomba apewe shada ambalo lina alama ya msalaba. Apumzike kwa amani. Amina. Basi padri amekuwa wa kwanza na amemalizia kwa maneno yanayosema Matei, pumzika kwa amani. Tutakao bahatika kuleta mashada tutafuata utaratibu ambao padri ameshakuanzilishia. Tunaomba sasa njia iwe wazi kuanzia kwenye mahema kule nyumbani mpaka hapa kaburini. Basi kwa heshima tumwalike Frater Prince apewe shada aweze kulipamba kaburi la baba. Wapendwa masista, msindikizeni Sister Julie, msindikizeni Sister Serapia, mjiongee mpewe shada kwa ajili ya kulipamba kaburi la baba. Amina. Wakati masista wanajiongea, mjane wa marehemu naomba aendelee kuandaliwa shada lililoandikwa mume. Watoto wa marehemu waandaliwe shada lililoandikwa baba. Basi hawa ni masista, kwa umoja wao sasa wanakwenda kulipamba kaburi. Apumzike kwa amani. Amina. Basi baada ya masista tumwalike mama, na wakati mama anajiongea, naamini watoto wanaendelea kujiandaa, watoto pamoja na wenza wao. Ndugu wa marehemu pia waendelee kujiandaa. Basi mama asaidiwe ili aweze kuliweka vema shada hilo kwenye kaburi la mumewe, akisema mpendo wangu Matei, pumzika kwa amani. Amina. Basi watoto wa marehemu na wenza wao, hebu tuanze na wale wa kiume. Tuanze na wa kiume. Wa kiume na wake zao. Wa kiume na wake zao. Wa kike subirini kidogo. Wa kiume na wenza wao. Wale wa kike waendelee kujiandaa, nitawapa shada lao. Hawa ni wa kiume na wenza wao. Usiweke bubu. Mmesema kitu gani? Baba yetu mpendwa Matei, pumzika kwa amani. Amina. Shukuru. Wa kike pamoja na wenza wao. Wakati ndugu wa marehemu wakiendelea kujiandaa, na hawa wako wengi, wataongozwa na Coleman na Constantine.
Simameni kwanza, mwangalie nipiga picha. Mtaweka kwa pamoja mkisema, baba yetu mpendwa Matei, pumzika kwa amani. Amina. Basi tualike ndugu wa marehemu pamoja na wenza wao, tukianza na wale wa kiume na wale wa kike watakuwa wanajiandaa, nikiamini Elizabeth haiko mbali. Karibuni. Matei, pumzika kwa amani. Amina. Asanteni sana. Basi ndugu wa kike karibuni, wakati wajukuu wakiandaliwa shada lao lililoandikwa babu. Tukitangaza tunaomba muda utunzwe. Basi wakati ndugu wa kike wanakuja, wajukuu waendelee kuandaa ile shada lao. Wakwe na mashemeji wa marehemu tunaomba waendelee kusogea. Familia za Kilawe na familia za Kinamushi. Mwenyekiti wa jumuiya tunaomba endelee pia kujiandaa. Basi hawa ni ndugu wa kike wakiweka shada wakisema, kaka yetu mpendwa Matei, pumzika kwa amani. Kaka yetu mpendwa, pumzika kwa amani. Amina. Amina. Wajukuu, kitendo cha wepesi kidogo. Wakati wake na mashemeji wakiendelea kusogea. Shada la wajukuu liendelee kusogezwa kwenye eneo la kaburi wakati wajukuu wakiendelea kuja. Wajukuu jipangeni chapuchapu kushoto na kulia kwa hilo shada. Mwenyekiti wa jumuiya endelea kujiandaa. Babu yetu mpendwa, pumzika kwa amani. Amina. Asanteni sana. Usiwakwe na mashemeji wa marehemu tunaomba msogee mpewe mashada. Mwenyekiti wa jumuiya, mheshimiwa diwani wa eneo hili au mwakilishi, mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, wasimamizi wa ndoa au wawakilishi, umoja wa wakiwoso, nao pia waendelee kusogea polepole taratibu. Yule mgawa mashada tunaomba tafadhali akae mahali ambako atawagawia watu mashada kirahisi. Mpumzike kwa amani. Amina. Asante sana. Wenye mashada binafsi tunawaalika kuja kulipamba kaburi. Marafiki wa baba pia wanaalikwa kuja kulipamba kaburi. Marafiki wa mama yetu mpendwa Margareta wanaalikwa kuja kulipamba kaburi. Majirani wa eneo hili, viongozi wa halmashauri ya walei parokia, viongozi wa kanda kiparokia, watoto waliobahatika kusimamia ubatizo na baba, marafiki wa watoto wa marehemu, wawakilishi kutoka Majengo Group Arusha, Anazaki Pre and Primary School kutoka Dar es Salaam, wanakikundi wanakindi wanaoishi kule Dar es Salaam, wajomba wa kiume na wa kike na wenza wao,
Waombolezaji kutoka mbali na karibu ambao mmejipanga na mashada, basi mnaalikwa pia kuleta mashada yenu. Wawakilishi wa kwaya tunaomba nafasi pia waweze kupata shada la ukoo, shada la nguvu kazi, shada la jumuiya, tunaomba pia yaweze kuletwa katika kaburi hili. Basi wakati waombolezaji wanamalizikia kuweka mashada, wanakwaya kama hawako mbali, basi tuendelee kufarijiana nao. Basi akina Kisoka wameongozwa au kuwakilishwa na rafiki yetu Evarist Kisoka. Asante sana. Tunatambua koo zote zilizozunguka eneo hili, ukoo wa kina Mushi, ukoo wa kina Kimaro, ukoo wa kina Masawe, ukoo wote wa kina Soka, na zile koo ambazo kutaja moja moja inakuwa ni vigumu. Uwepo wenu ni faraja sana kwa familia. Basi wenye mashada binafsi ongezeni kasi kwa haraka, kwani muda umetutupa mno mkono. Tusigawe mashada moja moja, tusigawe mashada moja moja. Amina. Amina. Apumzike kwa amani. Apumzike kwa amani. Amina. Shada la jumuiya bado liko huku juu. Shada la nguvu kazi pia liko huku juu. Kama kuliko sisi. Yesu ni rafiki yetu akae mbinguni, tuombea kwamba kutupatanisha, lakini twajikosesha, twajitika mabaya, usipomtafuta yeye na kumwomba kwa kweli, apumzike kwa amani. Amina. Amina. Unajua Mtakatifu Francisco, asante sana. Basi kwa ruhusa ya naomba nimalizie. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usinyime kutoka katika shida zetu. Tuokoe siku zote kila tukiingia hapa hatarini. Ewe Bikira mtume baraka. Bwana awe nanyi. Awabariki na walinde Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Asanteni sana, naomba turudi pale nje kwa ajili ya utaratibu mwingine wa familia. Nawashukuru sana kwa utulivu wenu. Asanteni sana. Basi wapendwa, tunaandamana kwa amani kabisa, tunarudi pale nyumbani. Wanakwaya, kama hamtajali, bado tunatamani kuwasikia ili kuendelea kufarijiana na sisi. Kama wanakwaya wamepumzika studio, naomba tafadhali shika hatamu. Nitembelee
nawashukuru nyote. Moja, namshukuru sana baba paroko kwa kutuendeshea misa takatifu ambaye ametoa homilia ambaye imemgusa kila mtu. Imenigusa mimi na mwingine yote aliyoko hapa. Pia nawashukuru sana masista mliotukimbilia. Nawashukuru pia familia na ukoo wote wa Wamboya ambao wamefanya shughuli hii ikaweza kufanikiwa, na waombolezaji wote waliotoka nje na ndani, kutoka Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Zambia, tunawashukuru wote kwa kuja kutukimbilia. Jambo lingine ambalo ningependa kulisema ni kwamba siku ya Ijumaa saa 8 ndio siku ya kuvunja tanga. Kwa hiyo tunawakaribisha wote mje kushirikiana na sisi pia kwa hiyo siku ya Ijumaa. Tuje tushirikiane kama tulivyoshirikiana leo. Waombolezaji wote msiache kuja. 4, naombeni waombolezaji wote msiondoke. Kuna mapaji yaliyoandaliwa ambayo tutashiriki wote. Naomba msiondoke. Katika mapaji hayo yaliyoandaliwa, nitaomba masista, padri, wataongozwa na Sister Julita, atawapeleka mahali walipoandaliwa. Naomba msiondoke. Basi kwa nafasi hii naomba nitamwomba paroko aweze kutubarikia mapaji hayo ili tuweze kuendelea na jambo lingine. Lakini mwisho kabisa ni kwamba naomba baada ya hapa wanaukoo wote tusiondoke, tubaki tuongee na mwenyekiti wetu wa ukoo. Ninapewa sahihisho kidogo hapa kwamba tanga litavunjwa siku ya Alhamisi. Maanake naweza kuhesabika leo, si ndio? Labda ni hesabu kwa vidole, kwa sababu paroko hapa alikuwa anasema, unajua tumefiwa lakini tukawa tunacheka. Kwa paroko nakushukuru sana. Ni hesabu Jumanne, Jumatano, Alhamisi, siku ya 3, si ndio? Kwa hiyo mnisamehe kwa hilo, maanake pia kupitiwa huko. Wanaokoo naomba narudia tena tusiondoke. Baba paroko nikuombe nikukaribishe ili ubariki mapaji tuendelee nayo. Asante sana baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu tunakushukuru sana kwa zawadi njema ya maisha uliyomjalia mzee wetu mpendwa Matthew Aloisi Mboya. Tunakushukuru pia kwa zawadi ya walioko hapa. Naomba Mwenyezi Mungu endelee kutubariki. Wale watakao safiri, Mwenyezi Mungu ajalie safari njema, na wale watakao baki hapa nyumbani wabaki katika hali ya neema, upendo, umoja na mshikamano. Tunaomba pia Mwenyezi Mungu ushushe neema na baraka zako juu ya chakula na kile kitakachotumika, kila atakayekitumia apate afya roho na mwili. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Basi wapendwa, Mungu ni mwema na kila wakati. Baada ya padre kuvitakasa vyote vilivyoandaliwa, sasa tunaalikwa kwenda kuvitumia. Tutakwenda kuvitumia kama ifuatavyo ili tupate hewa nzuri ya oxygen kusindikiza chakula maridhawa cha alasiri hii ya leo. Mpendwa padre, frater na watawa wataenda nyuma ya altare, mahali ambako walipata breakfast majira ya asubuhi. Wanakwaya wetu watainuka, wataenda hapa kichumini, watatufungulia meza iliyoko hapo nyuma yao. Waombolezaji wengine walioko kule mkoni, kule barabarani,
zenu na bibi zenu wanakuwa wanakuja nyuma yenu polepole taratibu. Basi karibuni tule, karibuni tunywe, karibuni tuendelee kufarijiana. Studio, amsha hamu ya watu tunao